Washtakiwa wa makosa ya kula njama ya kutenda kosa na uhaini wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Arusha mbele ya hakimu mkazi mfawidhi Erasto Fili, ambapo kesi hiyo ilikuja kwa ajili ya kutajwa imeahirishwa hadi Disemba 3, 2025. Katika kesi ya kwanza namba 26512 ya mwaka 2025, washtakiwa walikuwa 53. Kesi ya pili namba 26514 ya mwaka 2025, washtakiwa walikuwa 21, huku kesi ya tatu wamefikishwa mahakamani washtakiwa 5 pekee na wengine wakitarajiwa kufikishwa kesho mahakamani hapo. Hata hivyo, kwa mujibu wa sheria za Tanzania, shitaka la uhaini halina dhamana na washtakiwa wote wamerudishwa rumande. Katika kesi hizo, jumla ya washtakiwa wa makosa hayo kwa mkoa wa Arusha ni washtakiwa 191. Hata hivyo, nje ya mahakama, wakili upande wa utetezi na mwenyekiti wa chama cha mawakili Tanganyika TLS kanda ya Arusha, Hamisi Mkindi, amepata wasaa wa kuwaeleza ndugu wa washtakiwa waliofika mahakamani hapo yaliyojiri. Leo zimekuja kesi 3. Tutataja majina ya hao waliokuja leo, lakini kesi hizo zote 3 zitakuja tena kwa ajili ya kutajwa tarehe 3. Tarehe 3. Sasa kuna kesi zingine, kuna kesi 2 zinakuja kesho na zina idadi kubwa ya watu kama watu 90. Kwa hiyo maana yake, kama jina lako la ndugu yako hujalisikia leo, maana yake, na kama umelisikia leo, wewe usihangaike kuja tena mahakamani mpaka tarehe 3. Umeelewa jamani? Lakini la pili, hawa watu wana mashtaka mawili. Shtaka la kwanza ni kula njama ya kutenda kosa, na shtaka la pili ni uhaini. Shtaka la uhaini halina dhamana kwa mujibu wa sheria zetu. Kwa hiyo usije ukatuuliza kwa nini au atatoka lini. Mpaka upelelezi utakapo kamilika. Kwa wale ambao hawakuwepo mahakamani au waliweza kusikia, kuna kauli ilitolewa kwa Mheshimiwa Rais ambaye ilikuwa ni maelekezo kwenda kwa mkurugenzi wa makosa ya jinai kwamba waangalie hao watu waachiwe, lakini kauli ile ikaelekeza zaidi wafanye uchambuzi. Uchambuzi ndio huo upelelezi. Kwa hiyo wanachambua. Wakishakamilisha uchambuzi watatupa maelekezo. Kwa hiyo tuliokuwepo mahakamani tulilizungumza hilo pia, kujua ni hatua gani imefikia katika huo uchambuzi. Wamesema bado wanaendelea. Na sisi tunawatetea wote. Sijui kama mnaelewa? Tunawatetea wote. Na ndio maana tumesimama. Sisi ni baadhi tu ya wale ambao wamewawakilisha wenzetu. Tuna timu ya wanasheria ambao tunafanya nao kazi. Tumeelewana ndugu zangu? Sasa kesi ambazo zimekuja leo. Kesi ya kwanza ilikuwa ya mtu anaitwa, katika mahakama pale ndani huwa hatusomi majina yote. Tunasoma la yule mtuhumiwa wa kwanza au mshtakiwa wa kwanza, alafu inasemwa na wenzake. Hawa jumla wako 53. Hii kesi iko mbele ya mheshimiwa, itakuwa inatajwa mbele ya mheshimiwa Regina Oyer. Ambao waliokuwepo leo ni Aidan Limo, Wilson Ndiogi, Gideon Rafaeli, Saidi Ali Mwijuma, Frank Godwin Mbise, Elibariki Damasi, Gideon Rafael, Arnold Flavian Atanas, Omari Makavia Idi, Elisha Mariki, Charles Richard, Benson Michael, Esau Noel Lukumai, Robert Paulo, Innocent Leon, Olais Simon Molel, Brighton Benedict Kaaya, Dennis Michael Kaaya, Hussein Selemani Idi, Ramadhani Hassani, Nelson Tobiasi, Ramadhani Hamisi Saidi, Fabian Rafaeli Samdiai, Jackson Ilipokea Mbise, Athumani Hamisi Mkoma, John Charles Shayo, Emmanuel Joel Mbise, Timoteo Terevaeli Mafie, Nixon Dominique Mbise, Emmanuel Michael Shila,
Jasper Mesia Shaw, Boniface Abeli, James Sinyaeli Nasari, Abubakari Hamidu, Michael Yona Minja, Eric Emmanuel, Elijah Son Leopard, Frederick Danieli Palanjo, Amani Goodluck Meela, Vincent Menas Msami, Hafidhi Yusufu, Nehemia Goodluck, Bonaventure Hussein, Gerald Simoni Mbise, Tumaini Wilbord, Elineheri Kunda Eli, Alex Joachim Emmanuel, God Living Elibariki Ndosi, Julius Kilusu, Daniel Zabron, Haruna Hassani, Eric Emmanueli. Hawa ndio waliokuwa kwenye kundi la kwanza, na kesi yao iko mbele ya Mheshimiwa Regina Oyer, na ni kesi namba 26512 ya mwaka 2025. Na kwa utaratibu ni kesi ambayo inakuja kwa ajili ya utajwa. Katika utaratibu wa kisheria tunasema iko chini ya preliminary inquiry. Kwa hiyo na kwa kifupi tunasemaga PI, kesi namba. Kwa hiyo kesi hii hawa tuliowataja watarudi mahakamani tarehe 3 mwezi wa 12. Kwa hiyo kama una ndugu yako hapo, usihangaike kuja mpaka tarehe ngapi? Mwezi wa 12. Anton Salvatori Chua na wenzake 20. Na hii ilikuwa ni kesi ya PI, kesi namba 26514 ya mwaka 2025. Na hii kesi iko mbele ya Mheshimiwa Erasto Fili. Washtakiwa au watuhumiwa ni Anton Salvatori Chua, Abduli Shabani Churi, Gerald Inyas Josefu, Simon Adamu Kivuyu, Riziki Mbayani Molel, Junior Simon Adam, Jovini Michael Letema, Nelson Andrea Molel, James Crescens Rafaeli, Daniel Meena Mushi, Jamali Noah Loburu, Charles Noah Loburu, Frank Henerico Marichadesi, Fadhili Daudi Kapange, Dickson Loduyo Lukumai, Fred Loishie Liza, Julius Vareliani Masawe, Harun Nare Ndugwani, Obadia Anandumi Kimaro, Edwin Evod Mboya, Innocent Godfrey Mosha. Kesi inakuja tarehe 3 mwezi wa 12. Na kesi ya mwisho na huenda ikatajwa tena kesho. Jackson Juma Nyangoro, David Michael Turuki, Swale Ali Ndwata, Prince Ramadhani Sungiso, Catherine Jonas Marangu, Hasani Paulo Mkoma, Julius Paulo Mbela, Gideon Matthew Shija, Halima Rashid Molel, Bruno John Kingu au maarufu kama Kimega, Daudi Loti Sela, Jovita Jeremia Gwandu, William Losingo Molel, Ramadhani Omari Fumbwe, Kitling Raymond Kimei, Frederick Johannes Lota, Michael Julius Lemali, Laisi Saingoi Molel, Innocent William Msuya, Daniel Jacob Lisolela, Michael James Malange, Ghalib Yahaya Abdalla, Riziki Nasari Mushi, Paulo Stoniki maarufu kama Lutumo, Abdul Ismail maarufu kama Wami, Baraka Dominic Masawe, Mariam Ramadhani Kimera, Kelvin Godfrey Molel, Livingston Pascali, Nixon Elineema Loi, Frank Sanare Liza, Maulidi Juma Haki, Haruna Alifa Abdalla, John Felix, Kandume Charles Kaswara, Idi Athumani Tuji, Juma Shabani Kombo na Neema Baili. Wamekuja watu 5. Katika majina hao wale watu 5 wa mwanzo ndio wamekuja. Wengine hawakuweza kufika. Ni imani yetu kwamba kwa sababu shauri limepangwa kesho, wanaweza wakaletwa kesho. Kesho Novemba 20 mwaka 2025 zinatarajiwa kuletwa kesi 2 kwa makosa yanayofanana na hayo, ambapo miongoni mwa washtakiwa atakuwepo mwandishi wa kituo cha habari cha Millard Ayo, Godfrey Thomas. Kuna kesi ya Hongson Frederick Kishe, Willy Elbahati Molel, Josia George Talalai, Noel Tegemea Sawe, Henry Paulo au Letore, David Eliofo Molel, Evans Godfrey Shirima, Elisha Julius Shirima, Noel Senza Dennis au General au Nobeli, Calvin Extas Mboya, Sifuni Joseph Palanjo, Gilbert Juvenali Tesha, Alex Elfraim Zanganea, Francis Peter Kiere, Jackson Joseph Limo,
Aubrey Rabson Mbaga, James Fred Mbise, Cornelio Serafini Mtui, Zahara Mustafa Muna. Hii kesi itakuja kesho. Kuna kesi nyingine ya John Elisha Mafie, Morris Matei, Swai, Christopher Joseph, Joshua Naftali Kaaya, Yohana Kiruso Saimalie. I think ndio tuaniambia hikuletwa. Sasa walichanganya kidogo. Lakini kesi nyingine ambayo inakuja kesho, hii ndio ile yenye watu kama 60. Israel Paul Lairumbe, Rose Saidi Mushi, Mary Nahumu Moshi, Joseph Bernard, Pasco Emmanuel Daniel, Douglas Zakaria Munuo, Andrea Ndeufo, Rabisante Ndeufo Munuo, Godfrey Jackson Nasari, Philemon Silas Lobaya, Henry Godwin Munuo, Shabani Rajabu Lisu, Saidi Ali Mkizungo, Wilfred Sifaeli Palanjo, Shabiri Swaibu Ismail, Gerard Francis Minja, Yusufu Saidi, Adolf Robert Kimario, Abubakari Isa, Daniel Elneza Mbwambo, Ivo Respiki Hamaro, Felix Peter Felix, Hassan Ali Kichawele, Hassan Abasi Ibrahim, Musa Peter Kimpinga, Masudi Idi Msandawe, Israeli Elias Molel, Rajabu Hassani Mikidadi, Emmanuel Itaeli Akio Yuda, Jafari Robert Nyanyaro, Leonard Michael Muro Mandonga, Joseph Yasini Molel, Vumilia Shansalio Lema, Hasani Hamisi Hassani, Gwanda Jilala, Pinieli Olkitati Molel, Salimu Idi Makangila, Kembaki Marwa Mwita, Peter Joseph Mwana Wima, Elibahati Gaspar Kihundwa, Asifio Elufo Ndosi, Lucas Moses Sabaya, Imani Joni, Alpha Aruni, Hamisi Dickson Michael, Pasco Valentini Msubi, Emmanuel William Wawa, Jumanne Mark Salaya, Badi Baraza, Abdulaziz Ali, Francis Abdi Juma, Musa Onyango, Mikidadi Jackson John, Brighton Aman Loya, Juma Selemani Haruna, Shabiri Rashidi, Rogati Eliapenda Mesiaki, Sadiki Mgaza Kilewa, Christian Steven Shayo, Daudi Eliamani Mbaga, Israel Peter Phili Kavishe, Godfrey Thomas Ngomba. Hawa kesi yao itakuja kesho.